Kabla sijaanza mchango wangu, ni kweli nifikishe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya utalii, lakini vile vile naibu wake, naibu waziri wa utalii alishakuja Liwale, changamoto zetu tulimpa na ametekeleza. Lakini pongezi hizi vile vile niende kwa vijana wale kamanda aliyoko pale Liwale wa TAWA pamoja na TANAPA, wanafanya vizuri pamoja na changamoto kubwa tulionayo, wanafanya vizuri wakiongozwa na Bi Hadija, mhifadhi mkuu wa kanda, wanafanya vizuri. Kwa kweli ni watu ambao ukiwapa taarifa wanafanya kazi kwa wakati, kwa maana wana akti kama inavyotakiwa. Na hizi naomba nifikishe salamu. Mheshimiwa Naibu Waziri alipokuja Liwale, moja ya changamoto alizopewa ni kuhusu kifuta machozi. Ni kweli kabisa tangu mwaka 2021 Liwale tulikuwa tunapata kifuta machozi, lakini kilio hiki kimepata ufumbuzi baada ya mwezi uliopita. Watu takriban 2496 wamepata kifuta machozi. Tunashukuru sana. Na hawa wapo wanavijiji walionituma nifikishe hizo salamu. Kijiji cha Ngumbu, Mirui, Ngunja, Mangirikiti, Mtawatawa, Mtawango, Nayuru, Kiangara, Kitogoro, Makinda, Ngongowele na Mbinda Lilombe na Njegeja, Ngorongopa, Mihumo, Chimbuko, Kikuliungu, Kigwema na Mahonga na Mpigamiti na Mtungunyu. Hawa wote wamenipa salamu, wanashukuru. Lakini kushukuru ni kuomba tena. Kuna jambo limesababishwa na hawa wanyamapori, kuna dalili ya kuwepo kwa njaa kwenye vijiji hivi nilivyohitaja. Na hili jambo kwa sababu jambo nitambuka liko kwenye ofisi ya Waziri Mkuu, janga la njaa. Liwale tuna janga la njaa. Miongoni mwa sababu za njaa hizi kwenye vijiji hivi nilivyovitaja, zaidi ya vijiji 34. Hapa nimetaja vichache tu, ni kwa sababu ya hawa wanyamapori. Kwa hiyo tunaomba tusaidiwe chakula kwa ajili ya wanyamapori. Lakini jambo jingine kwenye uhifadhi, tunashukuru kwamba sisi kule ndio waathirika wakubwa wa wanyamapori, kwa sababu kuna hifadhi ile ya Nyerere, kuna hifadhi ya Selous, kuna msitu wa Ngai na msitu wa Nyela Kipelele. Haya sehemu yote ni makazi ya wanyamapori. Lakini nisikitike tu pale uliposema, Mheshimiwa Waziri, uliposema kwamba kuna ile fence ya umeme. Sikusikia ukitaja hifadhi hizi zote. Hakuna hifadhi hata moja iliyotajwa kwamba itapata hii fence ya umeme kuzuia wanyamapori. Lakini vile vile iko ahadi ya waziri aliyepita kabla yako kwamba tutapewa vituo vile vya askari, vituo vitatu. Tukapata kituo kimoja cha Ngumbu, lakini bado tuliahidiwa kutakuwa kituo cha Lilombe na kituo cha Ndapata. Naomba iwe kwenye kumbukumbu yako Mheshimiwa Waziri, hivi vituo tuvipate, vitusaidie kuongeza idadi ya askari. Lakini wakati na washukuru wale makamanda wetu pale wilayani wanafanya vizuri, lakini wana changamoto kubwa ya usafiri. Unajua jiografia ya wilaya yetu imetawanyika sana. Kwa hiyo gari lililonalo kama moja halitoshi. Kwa hiyo swala la usafiri ni jambo la muhimu sana. Wanaweza kupata lawama kwamba hawafiki kwenye matukio mapema, kumbe sababu ni usafiri, na idadi yao vile vile ni wako wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini vile vile mimi kule na WMA yangu ya Magingo WMA. Hapa na hapo naomba, sheria tulishapitisha hapa kwamba zile fedha za WMA ziende moja kwa moja, ziende kwenye jumuiya hizi, lakini jambo hili halijatekelezwa. Miongoni mwa maombi yetu ni maombi wa hizi fedha. Fedha za WMA zinachelewa kufika. Na zinapochelewa kufika, wale kule nao wahifadhi nao wanashindwa kulipwa mafao yao. Na wasipolipa askari wale wahifadhi kwa wakati, maana yake hawaendi kupatrol kule hifadhini. Kwa hiyo ili fedha zile zije mapema iweze kusaidia uhifadhi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati ule fedha za COVID, hifadhi ya Mwalimu Nyerere walipata milioni 700 kwa ajili ya kutengeneza barabara ya ulinzi. Mimi naomba sana hii barabara ya ulinzi ambayo inatajwa barabara ya ulinzi, ndio barabara ambayo mimi siku zote napiganayo hapa, ndio barabara inayotuunganisha sisi na watu wa Morogoro. Sasa niombe, kila ukiuliza watu hawa wa ujenzi wanakuambia mpaka waongee na watu wa maliasili. Mimi naomba Mheshimiwa Waziri, hebu fanyeni hayo mazungumzo yaishe, ile barabara yetu ya mkoa wa Lindi na Morogoro ipatikane, pamoja kwamba inapita hifadhini,
inaonekana kikwazo kikubwa ni kwa sababu tu inapita hifadhini, lakini ziko barabara nyingi tu zinapita kwenye hifadhi zetu mbalimbali kama vile Serengeti huko au Mikumi, ziko barabara zinapita. Kwa nini barabara ya Liwale kwenda Morogoro ishindikane eti kwa sababu tu inapita hifadhi? Naomba jambo hili lifike mwisho, mjadiliane, mkubaliane ili barabara hii iweze kupatikana, barabara hii ya ulinzi. Lakini jambo jingine naomba jambo la TFS. TFS nayo tunawashukuru kwamba wanafanya vizuri. TFS wanafanya vizuri, wanalindia misitu yetu. Lakini na hapa naomba nichangie mchango mmoja. Waone namna TFS wanaweza kushiriki kwenye ile biashara ya hewa ukaa. Kwa sababu miongoni mwa sisi halmashauri tumeshatenga baadhi ya misitu kwa ajili ya kuingiza kwenye biashara hii ya hewa ukaa. Lakini kwa misitu mingi inayomilikiwa na TFS pale Liwale, kwa mfano kama huo msitu wa Nyela Kipelele au huo msitu wa Ngai, wameweka mabango mengi. Sasa sijaelewa ushiriki wao kwenye hii biashara ya hewa ukaa, TFS wana nafasi gani? Mimi ushauri wangu hawa watu wangeweza kufika huko. Mwisho, sio kwa muhimu, kuna idara hii ya Malikale. Sisi pale Liwale ukizungumzia vita ya Majimaji, liko jengo pale la Mjerumani, lina ghorofa moja. Lile jengo lina historia kubwa sana, na ukifika pale kwa wazee watakuelezea historia ya jengo. Mawe waliojenga lile jengo ni matumbawe, yanapatikana Kilwa, kilomita zaidi ya 250. Babu zetu wanabeba, na unaona na picha kabisa pale, babu zetu wamebeba yale mawe kutoka Kilwa kwa ajili ya kwenda kujenga lile boma. Juzi nimeuliza swali hapa, tukaambiwa kwamba kuna mazungumzo halmashauri na Malikale, idara ya Malikale. Tuona ombi langu kwenye hili, hebu tuharakishe hili jambo ili nayo iwemo kwenye vivutio vya utalii. Kwa kweli kama tukiamua kweli kujikita kwenye kuibua utalii kwa kanda ya kusini. Kusini kuna vivutio vingi mno, lakini ni vivutio ambavyo vimelala ni kwa sababu vingi havijaibuliwa. Kwa hiyo hapo nao mchango wangu ni kuhakikisha kwamba idara ya Malikale, hebu tuendelee Liwale, muangalie ile boma, namna ya kutushauri nini tufanye ili boma lile nalo liingie kwenye urithi wa taifa letu, kwa sababu biashara yote ya utumwa, ukizungumzia biashara ya utumwa, kabla wale watumwa hawajafika Kinyonga, ina maana walikuwa nakusanywa pale bomani pale Liwale, wakishakusanywa pale wanabebeshwa wanapeleka wapi? Kilwa pale kwenye soko la watumwa. Kwa hiyo biashara ya utumwa, biashara ya vita Majimaji huwezi kuitenganisha na boma lile la Mjerumani lililoko pale Liwale. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana kwa kunisikiliza. Nilikuwa nimeshamuita Mheshimiwa Joseph Msukuma, atafuatiwa na Mheshimiwa Joseph George Kakunda.